Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumamosi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Luka sura ya 8 aya ya 4 hadi ya 13. Nitaisoma. Mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, Yesu alisema kwa mfano. Mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake. Naye alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa, ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka katikati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea zikazaa 100 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio na asikie, mwenye masikio ya kusikiliza na asikie. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huu? Akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja Ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi. Huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa kujitenga. Na zilizoanguka penye miiba ni wale waliosikia, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa uvumilivu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na Yesu Kristo ambaye anazungumza juu ya nguvu ya neno la Mungu, ambalo kama alivyozungumza kwamba Mungu anapanda neno lake, analirusha kwetu kila siku, na anavyolipanda ile neno kwetu, anarusha kwanza katika njia, na anasema kwamba wale ambao neno la Mungu ambao limerushwa katika njia ni wale watu ambao wao neno la Mwenyezi Mungu linapotolewa, mara nyingi sana hawa watu wanalipokea, wanalisikia kama unavyosikia neno la Mwenyezi Mungu. Lakini shetani anajua kwamba ili neno linapokuja kwako linaenda kuzaa, linaenda kupatia nguvu, linaenda kukutoa katika mazingira magumu. Katika hali hiyo basi Ibilisi anakuja kuliondoa lile neno katika moyo, ili usije ukaamini lile neno la Mwenyezi Mungu ambalo umepewa na baadaye ukaokoka. Sasa hawa ndio wale watu ambao mara nyingi sana neno la Mwenyezi Mungu limeanguka katika njia, zikakanyagwa na ndege angani wakaja wakazila. Ni mara ngapi neno la Mwenyezi Mungu unalopewa kila siku? Ni mara ngapi Biblia ambayo uko nayo kila siku mpaka imepatwa na vumbi, hufungui hata ile neno la Mwenyezi Mungu ukalisoma, na baadaye lile neno ukalisoma ukaliona kabisa kama ni la kwako, Mwenyezi Mungu amekuletea ili uje uokoke. Badala ya kudumu katika lile neno, umesongwa na mambo mbalimbali. Ulipokuwa unasoma neno la Mwenyezi Mungu, simu ikaita au message ikaingia, ukaacha lile neno la Mwenyezi Mungu ukaanza kusoma message, na tayari shetani ameshapita hapo kwako, neno limeshachukuliwa. Hilo neno ambalo ulikuwa umepewa na Mwenyezi Mungu linaondolewa katika moyo wako, usije ukaamini ukaweza kuokoka, ukabaki katika hali hiyo uliokuwa nayo. Na baadaye neno la Mwenyezi Mungu ambalo kila siku tunalopewa, Yesu analipelekea kwamba ni neno ambalo
lilikuwa limerushwa na baadaye likaanguka kwenye mwamba, kwenye mawe. Hawa ni kundi lile la watu ambao wanapolisikia neno la Mwenyezi Mungu hulipokea lile neno kwa furaha. Ndio kundi la watu ambao mara kwa mara wako kwenye semina, kwenye makongamano, kwenye ibada, wanashangilia kweli. Neno la Mwenyezi Mungu linapohubiriwa utakuta wanashangilia kwa maneno mengi zaidi, kwa furaha. Lakini watu hawa, ikitokea tu majaribu madogo tu, watu hawa wameacha neno la Mwenyezi Mungu. Na tumekuwa tukiwaambia kwamba jaribu, mpendwa mtazamaji, linavyokuja, jaribu linakuja kukuimarisha kutoka katika hali ya chini ya kiroho kwenda katika hali ya juu. Ni mara ngapi majaribu yalipokuja umeacha kusali, umeacha kanisani, umeacha kukutanika na wenzako, umeacha kusoma neno la Mwenyezi Mungu? Majaribu, ukaanza kutafuta faraja, ukaanza kunywa pombe, ukaanza kutafuta mambo mengine, starehe na nyingine, kwa sababu ya majaribu yalipokuja. Na baadaye sasa, angalia hali ambayo umekuwa nayo, ile neno kwa sababu limeshindwa kuweza kuzaa. Ulikuwa una mbwembwe nyingi sana wakati ulikuwa unasikia neno la Mwenyezi Mungu kwa furaha kubwa. Na baadaye kundi la tatu ni wale ambao wanalisikia neno la Mwenyezi Mungu, hii mbegu ilianguka kwenye miiba. Inafananishwa na wale watu ambao shughuli za kidunia na mali zimelisonga neno la Mwenyezi Mungu mpaka limeshindwa kuweza kuzaa utajiri, mali, kazi, kiasi kwamba mtu anaangalia muda siku ya ibada, saa ngapi padri au anayehubiri neno la Mwenyezi Mungu atamaliza awahi katika shughuli zake, kiasi kwamba umekuwa mwembamba, unakwasha koo, una utapiamlo katika mambo ya kiroho. Neno la Mwenyezi Mungu halizai kwa sababu ya shughuli. Mpatie Mungu yale ya Mungu, na baadaye pia na Mwenyezi Mungu atakupatia yale ambayo ni ya kwako. Na kuombea siku ya leo neno la Mwenyezi Mungu liweze kuja kwako kama lile ambalo kama limeanguka kwenye udongo na likazaa 30, 60 na nyingine 100, ili kama tunapoimba zaeni matunda mema, neno la Mwenyezi Mungu liweze kuzaa, likusaidie. Na kuanzia leo udumu kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Usije hata siku moja shetani akalikota hilo neno. Usije hata siku moja majaribu yakakufanya ukalecha neno la Mwenyezi Mungu na mali za kidunia zikakufanya ukashindwa kwenda kuzaa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.